Je, unajua kwamba matatizo ya tezi dume yanaongezeka kadri mwanaume anavyozeeka? Wanaume wengi huanza kuona dalili kama kukojoa mara kwa mara usiku, mkojo kutoka kwa shida, au kuhisi kibofu akijaisha mkojo, lakini huona ni jambo la kawaida la uzee. Tatizo ni kwamba dalili hizi mara nyingi huanza taratibu sana. Watu wengi hupuuzia hadi hali inapokuwa mbaya zaidi. Lakini habari njema ni kwamba kuna mambo mengi ambayo wanaume anaweza kufanya mapema ili kusaidia kulinda afya tezi dume. Katika video hii nitakueleza njia 10 za siri za asili zinazoweza kusaidia kupunguza hatari ya matatizo ya tezi dume. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu siri ya mwisho ndiyo muhimu zaidi kuliko zote. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda maudhui ya afya, tafadhali bonyeza alama subscribe, like na kengele pembeni yake. Kwanza tuelewe, tezi dume ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo kinachopatikana chini ya kibofu cha mkojo cha mwanaume. Kazi yake kuu ni kuzalisha sehemu ya majimaji yanayobeba mbegu za uzazi. Kwa kawaida, tezi dume huwa ndogo kwa vijana, lakini kadri mwanaume anavyozeeka inaweza kuongezeka ukubwa na kusababisha matatizo mbalimbali ya kukojoa. Ndiyo maana wanaume wengi huanza kupata changamoto hizi baada ya miaka 40 au 50. Sasa tuanze na siri ya kwanza. Siri ya kwanza ni kula nyanya mara kwa mara. Wataalamu wengi wa lishe wanataja nyanya kama moja ya vyakula vinavyoweza kusaidia afya ya tezi dume. Nyanya zina kirutubisho kinachoitwa lycopene. Lycopene ni antioxidant yenye uwezo wa kusaidia mwili kupambana na uharibifu wa seli unaosababishwa na kemikali hatari zinazojulikana kama free radicals. Nyanya zilizopikwa kama supu ya nyanya au mchuzi wa nyanya zinaweza kufanya lycopene ipatikane kwa urahisi zaidi mwilini. Hii ndiyo sababu baadhi ya wataalamu hupendekeza ulaji wa nyanya mara kwa mara kwa wazee au kwa watu au kwa wanaume wanaopenda kulinda afya ya tezi dume. Siri ya pili ni tembea kila siku. Je, unajua kuwa kutembea ni dawa ya bure? Wanaume wengi hutumia muda mwingi kukaa. Kukaa muda mrefu kunaweza kuathiri afya kwa ujumla. Kutembea dakika 30 hadi 45 kila siku kunaweza kusaidia kuboresha mzunguko wa damu, kudhibiti uzito, kupunguza uchochezi mwilini, kuimarisha afya ya moyo. Faida hizi zote zina mchango mkubwa katika kulinda afya ya tezi dume. Siri ya tatu, punguza mafuta tumboni. Mafuta mengi tumboni ni suala la muonekano tu. Mafuta haya yanaweza kuathiri homoni za mwili na kuongeza uchochezi. Kadri uzito unavyoongezeka, ndivyo hatari ya matatizo mengi ya kiafya yanaongezeka. Anza kwa kupunguza soda, kupunguza sukari, kupunguza vyakula vya kukaanga na kuongeza mboga na matunda. Hatua hizi zinaweza kusaidia kudhibiti uzito kwa muda mrefu. Siri ya 4, kunywa maji ya kutosha. Maji ni muhimu kwa afya ya mfumo wa mkojo. Watu wengi hunywa maji kidogo sana mchana, kisha kunywa maji mengi usiku. Tabia hii inaweza kufanya mtu aamke mara nyingi kwenda kukojoa. Jaribu kunywa maji ya kutosha mchana na kupunguza kiasi kikubwa karibu muda wote au kiasi kikubwa cha maji karibu na muda kulala. 5, ongeza samaki kwenye lishe. Samaki wana virutubisho muhimu sana. Baadhi yao wana mafuta yanayojulikana kama omega 3. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia kupunguza uchochezi mwilini. Samaki kama sangara, sato, dagaa na jodari ni chaguo zuri katika lishe yenye afya. 6 ni epuka sigara. Uvutaji wa sigara huathiri karibu kila kiungo cha mwili. Kemikali zilizomo kwenye sigara zinaweza kuharibu mishipa ya damu. Mzunguko mzuri wa damu ni muhimu kwa afya ya mfumo wa mkojo na uzazi. Kuacha sigara kunaweza kuboresha afya ya mwili kwa ujumla ndani ya muda mfupi na mrefu. Siri ya 7, punguza pombe kupita kiasi. Pombe nyingi zinaweza kuathiri afya kwa njia mbalimbali. Watu wengi wanaotumia pombe kupita kiasi hujikuta wakiamka mara kwa mara usiku kukojoa. Pia
Pombe inaweza kuathiri usingizi na afya ya mwili kwa ujumla. Ikiwezekana tumia kiasi au epuka kabisa. Siri ya 8. Lala usingizi wa kutosha. Wanaume wengi hupuuza usingizi, lakini usingizi ni muhimu sana katika kuboresha mwili. Wakati wa usingizi, mwili huzalisha homoni mbalimbali zinazosaidia viungo. Ukilala chini ya saa 6 kila siku, muda mrefu unaweza kuathiri afya kwa ujumla. Lala saa 7 mpaka 8 kila usiku. 9. Usipuuze dalili za mwili. Dalili ambazo wanaume wengi huzipuuza ni kukojoa mara kwa mara usiku, mkojo kutoka polepole, mkojo kukatika katikati, kujikuta unakimbilia chooni mara kwa mara, kuhisi kibofu akijaisha mkojo. Dalili hizi zinapaswa kuchunguzwa hospitalini. Kadri tatizo linavyogundulika mapema, ndivyo usimamizi wake unavyokuwa rahisi zaidi. Siri ya 10. Fanya vipimo mara kwa mara. Hii ndio siri muhimu zaidi. Wanaume wengi huenda hospitalini baada ya hali kuwa mbaya, lakini uchunguzi wa mapema unaweza kusaidia kugundua matatizo kabla hayajaleta madhara makubwa. Ikiwa una umri zaidi ya miaka 50 au una historia matatizo ya tezi dume kwenye familia, zungumza na daktari kuhusu ratiba sahihi za uchunguzi. Kumbuka, vipimo havifanyiwi kwa sababu unaumwa tu. Wakati mwingine hufanyika ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Makosa yanayoharibu afya ya tezi dume: kukaa muda mrefu bila kufanya mazoezi, kuvuta sigara, kutokunywa maji ya kutosha, kupuuzia dalili za awali, kuepuka uchunguzi wa mapema wa hospitali. Wanaume wengi wanaofika na matatizo makubwa mara nyingi walikuwa na moja ya zaidi ya tabia hizi kwa muda mrefu. Rafiki yangu, afya ya tezi dume inaanza na maamuzi unayofanya leo. Hakuna chakula cha miujiza wala dawa ya asili inayoweza kuchukua nafasi ya mtindo wa maisha. Kula vizuri, fanya mazoezi, dhibiti uzito, lala vizuri, epuka sigara na pombe nyingi, na usisite kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Ukifanya mambo haya kwa uaminifu, utakuwa umechukua hatua kubwa muhimu sana ya kulinda afya yako kwa miaka mingi ijayo. Na mimi nimejifunza jambo muhimu leo. Andika kwenye comment section. Nitaanza kulinda afya ya tezi dume leo. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.